tutoke hapo, hilo tuliache. Hebu tumtazame kocha Fadru. Lakini kabla ya kumtazama kocha Fadru George Magunga, mimi ni upongeze uongozi wa Simba. Kwa nini? Msimu wa 24-25 wametuliza sana akili zao kwenye sajili ambazo wamezifanya. Kwenye sajili ambazo wamezifanya. Kwa sababu huyu Shamu mwenyewe ambaye tunamzungumzia sio beki mbaya, ni beki wa kawaida tu. Usiweke kawaida tu. Sasa kwangu mimi sasa hapa unakataa maoni yake. ni beki wa kawaida tu ambaye anaendelea kukimbiza siku katika namna moja ama nyingine. Lakini sio mbaya. Twende kwa Okejefa, subiri basi. Kijana yuko vizuri sana. Ndio hivyo tu, apate nafasi ya kucheza. Lakini akipata nafasi ya kucheza unamuona kabisa. Mimi napenda sana Okejefa, namna ambavyo ananusa hatari, namna ambavyo akiwa na mpira passing yake iko vizuri kweli kweli. Napiga tiki kwa Okejefa. Twende kwa Mavambo. Safi. Nani mwingine? Kwa Hamza. Mpanzu, Mkwala, Ateba, Nouma. Wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa, na nimezungumza hii hoja kwa sababu Simba kwenye dirisha kubwa wakisajili wachezaji pengine 8, dirisha dogo utakuta wanaachwa karibu wachezaji 4 ama 5. Safari hii je, umeona kwenye dirisha dogo kuna mchezaji yote ambaye ameachwa? Hakuna. Ijapokuwa kidogo tu kwa Mutale. Sitaki tumzungumzie sana kwa sababu tutaibua mjadala mwingine. Sasa hoja ya msingi ni nini hapa? Pamoja na viongozi wa Simba kufanya hivyo, lakini lazima tupeleke pongezi za dhati kwa Fadru. Fadru mpaka hivi sasa amefanikiwa ndani ya Simba. Na kufanikiwa kwake ni jambo ambalo mimi binafsi kama Pomkai niliwahi kuambia viongozi wa Simba, kuna wakati mumpe uhuru mwalimu wa kufanya maamuzi yeye kama yeye. Leo acheze nani, kesho acheze nani. Na kiukweli msimu huu viongozi wa Simba hicho kitu wamekifanya. Na kama unakumbukumbu za dhati, alikuwa ni mtendaji mkuu wa Simba Imani Kajula. Aliwahi kubainisha wakati wanampa kandarasi Benshika kwamba hatutomuingilia kocha, majukumu yake atafanya maamuzi yeye kama yeye. Kwa hiyo inaonyesha ishara hicho kitu kilikuwepo. Lakini msimu huu hivyo vitu havipo, na ndio maana Simba imefika hapa ilipofika. Wewe unaweza kubainisha lipi katika haya yote ambayo nimeyazungumza juu ya kocha Fadru? Na football inapaswa kuendeshwa hivyo. Kila mtu adili na majukumu yake husika ndani ya taasisi. Kwa sababu kila mtu ana profession yake. Fadru anadili na masuala ya kiufundi. Kwa hiyo technically tu anajua ni vitu gani vinahitajika ndani ya timu. Makocha wote duniani wanapenda kufanya kazi na wachezaji waliokuwa na ubora na ambao wana profile ambazo zinaweza kaendana na kile ambacho anakiweka kwenye uwanja wa mazoezi. Unapomletea mwalimu wa wachezaji bora, unamrahisishia kwanza kazi. Yeye anachotakiwa ni kutengeneza muunganiko baina ya wale wachezaji, kushape discipline zao na kwenda kuwa motivate kwenda kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kwenye hizo mechi husika ama katika mashindano tofauti tofauti. Kwa hiyo nilichokipenda kwake kwanza ni kuintroduce ama kuleta utambulisho wa aina gani ya mpira ambao anataka timu icheze. Na kwa bahati nzuri mpaka sasa naona asilimia kubwa ya wachezaji wanaelewa ni kitu gani ambacho mwalimu anahitaji kifanyike ndani ya uwanja. Mwalimu unapokuwa na misingi ya kiuchezaji, mara nyingi uhitaji kuongea sana. Ile misingi ndio ina wa-guide wachezaji ni vitu gani ambavyo wanataka kufanya. Fadru anapenda timu yake imiriki zaidi mpira. Umiliki wa mpira ndani ya Simba imekuwa ni nguzo kwa misimu kadhaa hata huko nyuma. Kwa hiyo wachezaji wanaelewa tunapokuwa uwanjani, principle ya kwanza ni kudominate ama kucontrol mchezo. Tunapaswa kufanya hivyo. Bila kufanya hivyo, maana yake unajiweka kwenye hatari ya kutokuhusika kwenye kikosi cha kwanza. Lakini kitu kingine ambacho mwalimu anahitaji ni wachezaji wake kuwa fit, kuplace muda wote kuanzia juu kwenye mchezo husika. Na ndio maana unaona wachezaji wa Simba wanafanya hicho kitu. Anahitaji wachezaji kuwa na muunganiko kwenye maeneo tofauti tofauti, kuruhusu mpira kutembea kwa uharaka kwenda kwenye eneo la mpinzani. Unaishuhudia Simba anafanya hivyo vitu. Na kitu kingine ambacho naamini anakifanya ni kumanage personality za wachezaji, usimamizi kwa mchezaji mmoja mmoja. Sidhani kama msimu huu Juma au Po umesikia kuna kesi za utovu wa nidhamu kwa upande wa Simba Sports. Na hii inatokana na usimamizi mzuri wa mwalimu husika. Na tumeisikia tetesi kutoka kufanya uchunguzi
kwamba kuna baadhi ya wachezaji wachache, kuna kipindi ambacho walikuwa na mess up, nidhamu zao zilikuwa sawa sawa, na mpaka leo hii tunaona wengine. Si Simba hawa walimleta meneja yule wa kigeni kutoka Kenya. Sasa yupo Roy Imam, ni mzawa huyo. Kuna muda wanajipiga nyeri sasa, alafu mnamtoa mtu unamrudisha. Sasa huyo Mkenya unamleta eti awe meneja wa timu. Kweli hizo nafasi si hata mimi naweza kuwa meneja wa timu tu. Kwa hiyo wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa, lakini pia nimeona ametengeneza team kwa maana watu ambao wana mission ya aina moja, watu ambao wana maono ya aina moja. Angalia Simba kwenye baadhi ya moment, labda wakiwa wamepata goli, Matola anza kuanzia kwenye ile picha kwenye bench pale, kuanzia wachezaji mpaka viongozi. Angalia namna ambavyo wanakuwa na furaha kwa pamoja, wana ule muunganiko. Last game Simba wanafunga penalty ya mwisho, alipiga Kapombe. Kuna wakati wachezaji wanakuja kushangilia, unamwona Duch Kameta mpaka anatoa machozi, yani aamini kile ambacho kimetokea. Hajahusika kwenye mchezo moja kwa moja, lakini alikuwepo kwenye kile kikosi ambacho kitahusika kwenye mchezo, licha kwamba hakucheza. Lakini unaona kile ambacho yeye yani anatamani kuona timu kwanza inatangulia mbele, sisi tutafuata. Kwa hiyo ukiondoa makundi kwenye timu, ukifanikiwa kusimamia nidhamu za wachezaji, ukifanikiwa kutengeneza muunganiko kwamba leo anacheza Kibu, Chasambi utasubiri na analidhia na anaelewa kwa nini Kibu anacheza, ni kitu bora sana, kitu ambacho makocha wengi duniani kinawashinda. Unapokuwa umesajili wachezaji kutoka mataifa mbalimbali, wana ubora. Unajua mchezaji anapokuja Juma anakuwa na intention kwamba naenda kucheza, anapofika anacheza mtu mwingine. Inahitaji kuwa na psychology, yani uwe na akili ya ziada kumwelewesha yule mchezaji ni kwa nini kwanza apate nafasi. Si kila mchezaji ambaye apate nafasi eti hana ubora ama hawezi kucheza. Kuna mwingine apate nafasi kwa sababu anayecheza anafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo hata yeye akipewa nafasi, mfano jana tumeona Mavambo kapewa nafasi, kacheza vizuri, lakini kwa nini anacheza Ngoma na Kagoma? Ni kwa sababu combination yao inafanya vizuri zaidi. Kwa unahitaji mwalimu ambaye anaweza kumwambia Mavambo ucheze kwa sababu wale watu wawili wananipa kitu A B C. Kwa hiyo so far mimi nampa credit, na hisi itakuwa ni ngumu sana kumbakiza Fadu kwa haya ambayo anayafanya. Kwa hiyo Simba wajipange pia, kwa sababu imekuwa hivyo kwa Simba, wanapataga makocha wazuri, wanafanya kazi, wakishaanza kupata mwanga wa mafanikio, watu wanakuja wanawachukua. Fadlu amebaki kwenye mashindano matatu makubwa kabisa ndani ya msimu huu. Kwa hali ilivyo hajatolewa kwenye shindano lolote. Yupo kwenye mashindano. Tunaweza tukaiona Simba ikiondoka na treble. Chance ya kuondoka na treble bado ipo, lakini chance zaidi iko kwenye makombe mawili. Chance kubwa zaidi iko pale. Makombe mawili ambayo ni yapi na yapi? Azam na Ligi Kuu na Confederation. Chance kubwa. Umewatoa chance sio kubwa kwenye ligi. Kwenye ligi na CRDB Federation na Confederation. Okay. Sasa nachojaribu kuzungumza kwenye ligi, unaiona Yanga naona Yanga akiwa bingwa. Okay. Naona Yanga akiwa bingwa. Kwa kuna ugumu hapa. Chance bado ipo, lakini ni ndogo kwenye ligi. Kuna machana na wampishana na mangapi? Angalia hapo. Mpaka sasa hivi ni karibu alama 7 nadhani. Sababu Simba 7 au 10. Yes, kwenye alama 10 tu. Sababu Simba ana michezo mitatu hajacheza. Viporo vitatu. Akishinda ni alama 1. Gap inabaki ni alama ile moja. Ambao hawajakutana pia. Wakikutana Simba akishinda bingwa. Si anakaa pale juu. Kumbe nafasi ligi bado. Sasa hicho ni mtazamo. Okay. Wewe mtazamo wako kwa ni Magunga ni upi? Ligi bado kaka. Lakini alama moja unampa mtu ubingwa. Ni kati ya Simba na Yanga kulingana na mechi zilizobakia. Unajua wakati mwingine mtu unaweka ukiangalia ratiba tu ya mechi zao ambazo zimesalia, unajua hapa upepo umeelekea wapi. Wewe uzani unaona uko wapi? Simba naona ana Mashujaa, ana JKT, ana Pamba, ana KMC, ana Singida Black Stars, Ken Gold, Kagera Sugar na Yanga Africans. Sioni nafasi ya Simba kupoteza michezo. Kupoteza alama kwenye michezo kiukweli mimi binafsi. Na twende Yanga nao kule pia. Kwa Yanga Africans wao kwenye michezo yao ambakia Fountain Gate, atamtandika Namungo, Prison, Dodoma Jiji na Simba Sports.
Hapo kwa Simba kidogo. Hata Yanga pia kwenye hii michezo ana nafasi kubwa kupata matokeo. Lakini mechi ambayo inaweza kaamua ubingwa kwa 99% msimu huu ni hiyo dabi ambapo watakutana. Hauna uhakika kama dabi ipo. Dabi ipo bwana. Hauna uhakika. Dabi ipo, ikija kushindikana huko tutajua imeshindikana. Sasa hivi uliahirishwa, utasubiri upangiwe. Mfano bodi ya ligi wakapanga ratiba ya mchezo, wakapeleka waamuzi na makamishna wa mchezo, alafu timu moja ikaenda uwanjani, timu nyingine isiende uwanjani. Lakini hapo pia angalia mpaka kesi kule kasi. Yaani hiyo dabi haijapangiwa tarehe. Ile kesi ya kasi kule kwenye kesi ambazo zitasikilizwa mwezi huu, umesikia kesi ya Young Africans pale? Sasa kutokuisikia, lakini kesi ya mchezo kuahirishwa, Simba ameshtakiwa, bodi ya ligi ameshtakiwa, TFF wote wako kule kasi. Sasa Simba ameshtakiwa nini hapo? Magunga, labda twende simple. Wewe prediction yako bingwa ni nani wa ligi kuu? Bingwa ni yoyote kati ya Simba na Yanga. Sasa huja predict. Kwa sababu wengine tumepredict, tumempa mtu alafu umeshindwa ku. Magunga amecheza option ya 12 ashinde yoyote. Sasa hapo huja predict. Mimi sio mtabiri. Evans hawezi kubadilisha msimamo wake. Stengui kauli ambaye ni bingwa ni Yanga. Stengui kauli. Sasa huyo ndo ka predict. Una predict mwanzoni kabisa. Of course prediction yangu ilikuwa hivyo. Kama Evans hivyo. The issue ni kwamba unamuona nani. Sasa ukisema bingwa yoyote unajua sitaki kuongea hapa, Rich Kiza atanicheka. Niliwapo ubingwa Azam bwana. Naona kwambia Juma hayo. So Azam watabiriki bwana. Nilichokuwa nazungumza credit kubwa sana kwanza kwa viongozi wa Simba. Unajua kiuhalisia katika madirisha matano yaliyopita Simba walikosa vision. Viongozi waliokuepo walishindwa kujua Simba inakwenda wapi na inatoka wapi, kwa sababu walikuwa wanakosea mfululizo kwenye madirisha ya usajili. Wachezaji wengi ambao walikuwa wanasajiliwa, mimi nafikiri maono waliokuwa nayo, lakini hayakuwa maono sahihi kwenye eneo la usajili. Sasa yani hawakujua Simba inaenda wapi. Kwa mfano ukiangalia walikuwa wanasajiliwa wachezaji 10, unakuta ni wachezaji wawili tu au mmoja ndo ana click, wachezaji 8 wanafeli. Sasa huwezi kuwa unaenda hivyo kabisa. Baada ya pressure kubwa ambayo imepigwa, mashabiki wamezungumza sana, wameongea sana. Wamekaa chini kwamba bwana tunatoa bajeti inayoridhisha, tunakuja na plan, tunahitaji vijana wenye damu changa ambao bado wanataka kuonesha thamani yao, wanahitaji kushinda, wana uchu wa kushinda zaidi. Hadheni wameiweka hapo plan. Kuna wakala mmoja nilikuwa nazungumza naye juzi, akaniambia ana mchezaji mmoja alikuwa anacheza ligi 2 ya Ufaransa, ni winga, anatoka hapa Afrika mchezaji. Yule wakala amewaofa Simba huyo winga. Simba wamemkataa kwa sababu ana miaka 27. Wamesema umri tayari umesogea. Project ni nini? Wanahitaji vijana ambao ni damu changa, yani wana energy, wanahitaji kushindana kweli kweli. Miaka 22, 21, 23, 24 hapo. Wao wanamuona mchezaji kama huyo winga ana umri wa miaka 27 na ni bora zaidi ya Mutale, wanaweza wakamsajili. Sasa unaweza ukaona winga ambaye amesajiliwa ni Mpanzu Elie, miaka 22. Tazama quality iliyokuepo pale. Simba bado wanaona kwamba wanaweza kupata winga mwingine ambaye ana miaka 22 ambaye atakuja kuperform vizuri. Jeff amesajiliwa akiwa na miaka 19, unajua. Mtazame Hamza, tunazungumza sio miaka 20, 21. Bado umri wake uko chini zaidi. Nenda kwa watazama kina Dibra, miaka 24, umeona umri wao bado uko chini. Jean Chalea huwa miaka 21, umeona umri wao bado uko chini. Kwa hiyo wanachokiangalia zaidi ni kwamba tunakusanya vijana wenye quality ambao wana umri mdogo, bado wana njaa ya kushinda, wanataka kuonesha thamani yao. Tunakuja kuwapa platform, tunawaunganisha na kocha ambaye ni kijana naye anahitaji kujitangaza zaidi. Kwa hiyo hili kundi likikutana, moto wake sio wa kitoto. Kwa maana unaona energy ya Simba kwenye game after game ni ile ile. Ukimtazama yule Mpanzu, my friend, ile spirit ya upambanaji ni kubwa sana ndani ya Simba. Lakini hiyo ni kauli ambayo Fadlu alizungumza tokea pre-season. Alibainisha kwamba anataka wachezaji wake wawe na hali ya upambanaji. Hiyo ni bonge moja ya kauli. Unaweza na 27 kwani?
Hajavuka na miaka 22 bwana. 22. Na Mpanzu ukimuona jinsi ambavyo anatani uwanjani. Sasa ngoja nikuambie jambo zuri. Definition ni sahihi ya umri mdogo rafiki yangu. Yule Mpanzu ukienda kumkaba ovyo nyonga ina. Hivi sasa na 23 amezaliwa Januari 1, 2002. Katai umeona Katai 23. Umri wake bado ni mdogo. Crown Media. Hapa ni nyumbani.